umeinuliwa juu. Yesu, Hosana, hosana juu mbinguni, duniani iwe amani, umeinuliwa juu. Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi ninaomba tuketi, naomba utulivu. Mlioko mbele ninaomba utulivu. Kuna kipengele tunaenda kukimalizia hapa ili tuweze kuendelea na maombi. Amen, amen. Somo ambalo tumekuwa nalo kwenye semina hii, badiliko la kimaisha linaloletwa na utukufu wa Mungu ndani ya kipindi cha uamsho. Badiliko la kimaisha linaloletwa na utukufu wa Mungu ndani ya kipindi cha uamsho. Lengo kubwa hasa ni maisha yako yabadilike kutoka vile yalivyokuwa na yapokee sura mpya kwenye maeneo yote. Eneo lako la maisha ya kiroho, lakini eneo lako la maisha ya kiuchumi na kifamilia lipokee sura mpya sawa sawa na Mungu alivyokusudia. Amen, amen. Na nimeshakueleza vitu vingi sana toka tumeanza, na sina muda wa kurudia huko kwa sababu ya dakika chache tulizo nazo. Sina muda wa kurudia huko kwa sababu ya dakika chache tulizo nazo. Na ukipata muda, wangapi wamebarikiwa kuwa na simu kama hii? Kama unayo simu kama hii, nyanyua simu yako mahali ulipo. Nikaeleza juu ya mwaka huu. Nikasema sisi kwetu Mungu alitueleza huu ni mwaka wa Rehoboth, mwaka wa Bwana kutufanyia nafasi nasi tutazidi katika nchi. Lakini akatuangaliza, ni jambo zuri sana unapolisikia kwa namna hiyo, lakini akatuangaliza mambo kama matatu ya msingi yanayohusu mwaka. Na jambo la kwanza akasema kutakuwa na vita. Mwaka huu utakuwa na vita juu ya haki yako. Yaani ndani ya mwaka kuna eneo la vita, mashindano juu ya haki yako. Na akaeleza jambo la pili, vita ya nafasi. Vita ya nafasi, ile kwamba umekaa kwenye nafasi fulani usibweteke. Mwaka huu una vita. Mwaka huu una vita ya nafasi. Na hii vita ya nafasi ndio nilikueleza kwamba hii vita ya nafasi, kuna nafasi mbalimbali kwenye kanisa, jamii, taifa, familia na kadhalika. Kutakuwa na vita za watu kuondolewa kwenye nafasi. Hii vita haiji tu kukusumbua. Unajua kuna aina ya vita ambayo inakuja kukusumbua na inaishia kukusumbua peke yake. Lakini hii ni vita ambayo ni kimkakati kabisa kukuondoa wewe kwenye nafasi. Kama ni mama uliyeolewa, uondolewe kwenye nafasi katika ndoa yako. Yaani unabaki na jina tu la kwamba ni mwanamke, ni mke wa mtu, lakini kwenye nafasi ya ndoa ulishaondolewa. Unanielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama ni baba, ni mume, unaondolewa kwenye hiyo nafasi. Lakini kuna nafasi za kijamii, nafasi ndani ya kanisa, mfano mchungaji, mwinjilisti, mzee wa kanisa, unaondolewa kwenye nafasi kwenye ulimwengu wa roho. Na unajua kuondolewa kwenye nafasi inamaanisha nini? Ukishaondolewa kwenye nafasi, ile mamlaka ambayo Kristo aliweka ndani yako, mamlaka inafanya kazi kwenye position. Nje ya nafasi, mamlaka haifanyi kazi. Kwa hiyo hata kama ni Mkristo wa kawaida, Mungu ametupa nafasi kwenye ulimwengu wa roho. Kuna vita ya kuondolewa kwenye nafasi. Na nikakueleza vita hii zitakuwa rohoni mpaka mwilini. Hii itapelekea wengine kuondolewa maisha, uhai.
Yaani hii vita haishi tu. Wakiona wamekushindwa kwenye kila eneo wanakuondoa, yaani ufe kabisa. Nisema kuondolewa uhai, unanielewa? Unakufa. Umelala usiku, asubuhi tunasikia damu zimekutoka puani na mdomoni, ndio kwa heri sasa. Kifo. Baadhi ya watu watatengenezewa kashfa, skendo, ili tu wafukuzwe na kuondolewa kwenye nafasi walizo nazo. Mambo ya kishirikina na uchawi yatatumiwa sana ili kuwaondoa watu kwenye nafasi. Kutakuwa na mashindano makubwa kwenye masuala ya kiuchumi. Wengine watakuwa tayari kuwakandamiza na kuwaondoa wengine ili wao wabakie kwenye mifumo ya ustawi kwenye biashara zao. Watu wanaotegemewa kwenye taasisi mbalimbali na familia watakuwa na vita kubwa sana. Lakini watakaosimama na Bwana vizuri, Bwana atawang'alisha sana katikati ya hii vita. Jina la Yesu libarikiwe. Unanielewa ninachosema? Unanielewa mtu wa Mungu? Kwa hiyo nimeeleza hapa. Na kuna jambo la tatu, ni jambo la mabadiliko. Mabadiliko mbalimbali na matukio yasiyotarajiwa yatatokea duniani, sio Tanzania peke yake. Kutakuwa na mabadiliko mbalimbali kiuchumi na matukio ambayo hayajatarajiwa. Kwa lugha rahisi, haya ni mambo ambayo watu watakuwa hawakujiandaa nayo. Yatapelekea watu wengi kukata tamaa. Wengi sana watakata tamaa. Na kwenye haya mabadiliko kutakuwa na matamko mengi ambayo yataleta confusion. Sasa mambo ya kufanya. Jambo la kwanza, pandisha viwango vyako vya kumcha Mungu. Pandisha, yaani badilika. Kama ulikuwa unaenda kwa mazoea na kwa hali ya kawaida, pandisha viwango vyako vya kumcha Mungu. Na kwenye kumcha Mungu ziko pointi kama 6 hivi. Kuwa mtii kwa sauti yake, kumtolea Mungu ibada ya kumpendeza, kujitoa na kutoa sadaka kwa uaminifu, unyenyekevu, utakatifu, kutunza maisha ya utakatifu, kuishi kwa kanuni za neno la Mungu, kuishi kwa imani. Sasa yako mambo kama 7. Yako mambo kama 7. Jambo la pili, ishi vizuri na familia yako na ndoa yako. Hili ni jambo la muhimu sana ambalo na Mungu alikuwa akitusisitiza. Ishi vizuri na familia yako na ndoa yako. Usichukulie kawaida. Wajali sana watu wa nyumbani mwako. Tunza mahusiano na familia yako. Wahudumie na kuwatunza kwa moyo wa upendo. Na kuna vifungo hapo vipo, muda wa kuvisoma hautoshi. Kuwa na muda wa pekee yako na Bwana unaokutengenezea ushirika binafsi na yeye. Jambo la tatu hilo. La 4, kile unachokifanya kifanye kwa bidii. Yako mambo mengi, muda hautoshi. Lakini kuna jambo lingine hapa ambalo ni la muhimu sana pia ukalisikiliza. La muhimu sana. La muhimu sana. Jihusishe kikamilifu kwenye masuala ya ujenzi wa ufalme wa Mungu na ulipende taifa lako. Hili ni jambo la muhimu sana. Jihusishe kikamilifu kwenye masuala ya ujenzi wa ufalme wa Mungu na ulipende taifa lako. Haijalishi nini kinaendelea. Usivutwe tu na upepo wa maneno. Kumbuka hili. Jihusishe kikamilifu na masuala ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Jihusishe wewe mwenyewe, lakini pia jitoe mali zako ili kuhakikisha kazi ya ufalme wa Mungu inajengwa kwa ubora kule kanisani unakotokea. Jihusishe kikamilifu.
Toa muda wako wa thamani kwa ajili ya kazi ya Mungu. Toa mali kwa ajili ya kazi ya Mungu kikamilifu. Mwaka huu kutakuwa na projects nyingi za ufalme wa Mungu. Jihusishe kikamilifu. Hakikisha pia unalipenda taifa lako. Kuna watu watastahilishwa kutendewa na Mungu mambo makubwa kwa sababu ya jambo hili tu, kulipenda taifa lao. Kulipenda taifa lao. Kulipenda, sio kujipendekeza, kulipenda taifa. Yaani lipende taifa, sio sisemi kujipendekeza kwa viongozi au kwa nani. Lipende taifa lako hata ukiwa chumbani kwako. Lipende. Liombee mema. Liombee amani, liombee baraka. Libariki taifa lako. Hata kama kuna mambo mengine yanakukwaza, wewe libariki taifa lako. Lipende. Hauna taifa lingine, wala kizazi chako hakina taifa lingine isipokuwa hili Tanzania. Usililaani. Lipende. Sisemi ulipende kwa mitazamo ya kisiasa, nazungumza kwa mitazamo ya kiimani na kwa neno la Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Sasa nilikuonyesha namna ambavyo utukufu wa Mungu ukidhihirika, unapoleta mabadiliko kwenye maisha yako, kuna vitu fulani vinatokea. Nilikueleza juu ya masuala ya ufahamu, nikakueleza juu ya masuala ya badiliko la kitabia. Unapokea tabia za uungu ndani yako. Nikakueleza vitu vingi na vingi na vingi, upate muda wa kwenda kufuatilia. Lakini nikakueleza mambo unaopaswa kuyafanya ili kutengeneza mazingira ya utukufu wa Mungu kudhihirika. Jana nilikuambia pointi moja, ibadani leo waliokuwepo hapa nimezungumza pointi moja, utaipata pia kwenye video. Unaweza ukaingia kwenye YouTube ukaangalia. Nilizungumza juu ya jifunze kumtambua Bwana katikati ya nyakati ngumu. Na nikakuonyesha namna ambavyo kuna nyakati ngumu ni mlango wa utukufu wa Mungu. Yaani kuna aina ya hali Mungu anaweza akaziruhusu kwenye maisha yako, lakini ni mlango ambao Mungu anataka kujidhihirisha. Anataka kujifunua kupitia hayo majira, kupitia hizo nyakati. Na niliweza kukueleza. Sasa jambo lingine la msingi kabisa ambalo nataka niliseme ili tuingie kwenye maombi. Nilikwambia leo tutakuwa na maombi ya kifamilia pia. Jambo lingine la msingi linapatikana kwenye waraka wa pili wa Petro, ile sura ya kwanza, mstari wa 17 mstari wa 17 mpaka wa 19. Neno la Mungu linasema, maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Mstari wa 18, na sauti hiyo sisi tuliisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Mstari wa 19, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Narudia mstari wa 19, sikiliza kwa makini. Anasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, ili utukufu wa Mungu upate kudhihirika kwenye maisha yako, jifunze kulipa muda wa thamani neno la Mungu. Jifunze kulipa muda wa thamani
neno la Mungu. Sio muda tu, muda wa thamani, neno la Mungu. Yaani uwe na muda wa kulisoma neno na kulitafakari na kulitii au kulitendea kazi. Jifunze kulipa muda neno la Mungu, muda, watu wa Mungu, muda wa thamani. Uwe na muda wa kulitafakari neno la Mungu. Litafute neno la Mungu ndani ya maandiko. Litafakari neno la Mungu tena kwa bidii kabisa, na utende sawasawa na linavyosema. Alafu lile neno la Mungu litakachofanya, litaufunua ule utukufu wa Mungu ndani yako. Na ndio maana ya maandiko anasema, huyu ni Petro anaeleza namna ambavyo mwana wa Mungu aitwaye Yesu Kristo alipata heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka kwenye utukufu mkuu. Na anaeleza, anasema hivi, nasi tunalo lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia, maana yake mkilizingatia. Haleluya, watu wa Mungu. Ukilizingatia, yani lile neno mkiliangalia, maana yake mkilizingatia, mkilifuatilia kwa umakini lile neno. Alafu anasema, kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vema. Kwa hiyo unapokuwa na muda binafsi wa kulifuatilia neno la Mungu, kuliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, ukalifuatilia kwa umakini, Biblia inasema wewe unafanya vema. Alafu anasema usiishie kulizika, anasema mpaka. Hebu sema mpaka. Yaani unalifuatilia neno mpaka, unalifuatilia neno mpaka. Unaelewa mpaka? Maana yake mpaka kilichokusudiwa kiweze kutokea. Unalifuatilia neno mpaka, anasema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa sababu neno unapolizingatia, mahali linapokwenda ni kwenye moyo wako. Neno la Mungu unapolitafakari, unapolipa muda wa thamani, wakati ni muda ambao ungesema sasa nifanye kitu fulani, wewe ukaamua kulipa nafasi neno, ukalipa muda wa thamani, ukasema nitalitafakari. Usiishie kulitafakari peke yake. Biblia inasema mpaka kutakapopambazuka, mpaka uone mapambazuko kwenye maisha yako, mpaka uone lile neno limeanza kumulika ndani ya moyo wako. Alafu anasema hivi, anasema na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Nyota ya asubuhi ni nani? Sema Kristo Yesu. Haleluya, watu wa Mungu. Atakapozuka, lile neno kuzuka maana yake anafunuliwa mioyoni mwenu. Anapofunuliwa maana yake ni utukufu wa Mungu unafunuka moyoni mwako. Na ukishafunuka, ile nyota ikishazuka, nuru ikishaingia, giza lina mahali pa kukaa. Ukiona giza limekaa, nuru bado haijaingia. Ukiona giza limetawala, nuru bado haijatawala. Nuru ikitawala, giza linakimbia lenyewe. Ndio maana anasema mkiliangalia neno. Samueli wa kwanza, fungua Samueli wa kwanza sura ya 3. Fungua haraka, namaliza hapa. Samueli wa kwanza, watu wa Mungu. Nimesema Samueli wangapi? Samueli wa kwanza, ile sura ya 3 mstari wa 19
mpaka ule wa 21, Biblia inasema Samueli akakuwa. Sema Samueli akakuwa. Sikiliza, anasema naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Samueli akakuwa, naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Maana yake hakuwahi kupuuzia neno ambalo Mungu anamwambia, mafundisho ambayo Eli alikuwa anampa, hakuwahi kupuuzia. Iwe ni Eli amezungumza, hakuwahi kuyachukulia kawaida. Biblia inasema Samuel akakuwa mbele za Bwana. Maana yake kwenye uwepo wa Mungu anakuwa, lakini tabia yake njema ilikuwa hii: hakuwahi kuliacha neno lake, neno la Mungu lidondoke chini. Hakuwahi. Sasa matokeo yake yalikuwa nini? Angalia, Biblia inasema hivi. Biblia inasema nao Waisraeli wote toka Dani mpaka Beersheba walitambua ya kwamba huyo Samueli amewekwa kuwa nabii wa Bwana. Mstari wa 21, naye Bwana akaonekana tena huko Shilo, kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli huko Shilo. Bwana akajifunua, watu wa Mungu, Bwana akajifunua kwa Samueli huko Shilo. Bwana akaonekana tena huko Shilo, kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli. Maanake kuna kipindi hakuonekana, ilibidi atokee kijana mmoja anaitwa Samueli, akaishi kwa nidhamu ya kutoruhusu neno la Mungu lidondoke chini. Akawa analizingatia, akawa analifuatilia, akawa analipa muda wa thamani. Kuna wakati alikuwa analala mpaka hekaluni karibu na sanduku la agano, hakuruhusu neno la Mungu lidondoke chini. Sasa Mungu alipoona hiyo tabia, lile neno ambalo Samueli alikuwa akilila kila siku likaanza kumfunua Mungu kwenye maisha yake. Ndio maana Biblia inasema Mungu akajifunua kwa Samueli. Wengine ni mara nyingi inawezekana tunaomba Mungu jifunue, Mungu jifunue, Mungu onekana, Mungu. Biblia inasema Bwana akaonekana kwa Samueli. Kwa nini? Kwa sababu alimpa Mungu muda wa thamani, tena akaliheshimu neno la Mungu, akaliheshimu neno. Ninakueleza mtu wa Mungu, katika majira tulio nayo, jifunze kulipa neno muda wa thamani. Muda wa thamani, muda, usikubali muda wako kuibiwa. Lipe neno muda wa thamani. Mungu ataonekana kwako, Mungu ataonekana. Biblia inasema Mungu akaonekana Shilo na akajifunua kwa Samueli. Mungu, nataka ujifunue kupitia mimi. Una muda na neno. Ukiwa rafiki wa neno la Mungu, hautapitwa na wakati. Ukiwa rafiki wa neno la Mungu, maisha yako yatajaa nuru. Ukiwa rafiki wa neno la Mungu, ukaliheshimu neno la Mungu, ukampa Mungu muda. Biblia inasema vyote vilifanyika kwa neno, watu wa Mungu. Anasema ndani yake ndimo ulimokuwemo uzima, na huo uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kwa nini tunashindana na giza kiasi kwamba mpaka tunahisi mamiungu, maroho ya mizimu yana nguvu sana, mpaka saa nyingine tunasema yani hii miungu kwa kweli imetushika, yani hii mizimu kwa kweli imetushika, wakati wewe umeokoka. Wewe umeokoka. Tumekosa kuwa na nidhamu ya kulipa muda neno la Mungu, muda wa thamani. Angalia hata ibadani. Namshukuru mchungaji hapa, angalau mimi nakwambia Mungu amewapa neema hapa Forest kabisa. Mimi nakwambia kabisa, neno
Kwanza leo nilikuwa nategemea utaniambia dakika 15. Naona unasema tu, mwalimu fundisha. Ujue tu kule mwishoni tutakuwa na sadaka, ila fundisha. Tutakuwa na sadaka mwishoni. Nenda makanisa mengi, matangazo yanaweza kuchukua saa zima, neno linapewa dakika 20. Hawana adabu kabisa, hawana heshima na neno. Neno la Mungu jamani, limembeba Mungu ndani yake. Mungu hajawahi kujitenga na neno lake. Mungu, kasome vizuri ujue, Mungu hawezi kujitenga na neno. Neno la Mungu limembeba Mungu ndani yake. Mnanielewa ninachosema? Huyo neno akavaa mwili, nasi tukauona utukufu wake. Ndivyo Biblia inavyosema. Neno linapofanyika mwili, linaufunua utukufu wa Mungu. Neno linapokuwa halisi, utukufu wa Mungu unafunuliwa. Kuna vitu leo unaviona vigumu kwa sababu umekosa muda wa kuwa na muda na Mungu kwa neno lake. Neno watu wa Mungu, ili neno wewe linakujua. Ndani ya hili neno wewe unajulikana vizuri, ulikotoka, ulipo, unakokwenda, na maisha ambayo ulitakiwa kuyaishi yako ndani ya neno. Kasome Biblia. Yeremia anasema neno la Bwana lilinijia na kusema. Neno. Mungu hajawahi kujitenga na neno lake, watu wa Mungu. Biblia inasema naliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Yaani Mungu mwenyewe analiheshimu neno lake. Na ndio maana unasikia kuna mwimbaji mmoja alisema yeye ndiyo msemaji wa mwisho. Yeye ndiye msemaji wa mwisho. Unaelewa maana yake? Neno ukilipata umempata Mungu. Neno ukilipata umepata uzima. Neno ukilipata, watu wa Mungu, wewe ukijengwa ndani ya neno, wewe ni nyumba iliyojengwa kwenye mwamba imara. Hata mafuriko yaje yataipiga hiyo nyumba, lakini haitadondoka kwa sababu neno ni mwamba. Haleluya, watu wa Mungu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Neno litakufanya uwe nabii wa maisha yako. Hutasubiria mwalimu, nabii, mtume aje aseme ninaona. Yaani neno lina uwezo wa kuona. Ukijaa neno unaanza kuyaona maisha yako ndani ya neno. Usubirie mtu aje aseme ninaona, unasema naona mwenyewe. Mungu hataki niende huko, anataka niende. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Muda hutosha, ningekueleza sana. Neno la Mungu. Neno. Unataka vitu vipya vitokee, neno lazima lije. Hakuna kilichofanyika pasipo neno. Ninakuombea kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Haijalishi uko kwenye hali gani, toa muda wa thamani kwa ajili ya neno la Mungu. You will never be disappointed. Mungu hatakuacha. Kumbuka hii statement. Mungu hajawahi kujitenga na neno lake. Ukilipata neno lake umempata Mungu. Mungu hajawahi kujitenga na neno lake. Ukilipata neno lake umempata Mungu. Wanadamu wana maneno mengi, lakini Mungu analo neno. Neno. Neno likifunua
kufunuliwa kwako ni Mungu amefunuliwa kwako. Neno la Mungu. Neno litakupa ujasiri ambao hujawahi kuwa nao. Mandoros. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Mama, neno. Neno. Ulipate neno wewe. Unajua mlokole mwenye neno. Wachawi wakifika, wakimtazama kifuani, wakimtazama kwenye macho, unajua neno la Mungu ni moto, ni moto, ni fire. Neno la mlokole mwenye neno, mnamfahamu nyinyi watu. Neno la Mungu, pumzi zake ni moto, ni moto. Neno. Huwezi kumloga mtu mwenye neno. Neno. Unataka kufa, umloge mtu mwenye neno, you are going to die. Ni marehemu mtarajiwa. Umloge mtu mwenye neno, kwa sababu akitamka neno moja, sio yeye anatamka, ni neno ndani yake linaongea. Biblia inasema Israeli wote toka Beersheba, Tanzania nzima, toka Mwanza, toka Kilimanjaro mpaka Tunduma, wakajua ya kwamba Samuel ameitwa kuwa nabii. Hakujitangaza mimi ni nabii. Neno likikujaa litaleta mpaka utambulisho wa kile ambacho watu hawakukijua. Neno. Na ndio maana nakueleza mara ya mwisho, neno. Neno. Neno ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Neno ni kama upanga wenye makali kuwili. Neno, neno. Mtu akijaa neno. Watu wa Mungu, watu wa Mungu, watu wa Mbeya, watu wa Mbeya, watu wa Mbeya. Jaa neno, acha kelele, acha mbwembwe, jaa neno. Mwambie jirani yako acha mbwembwe. Mwambie acha makelele, jaa neno. Neno. Neno la Mungu. Jaa neno kama alipasiri. Jaa neno, jaa neno, jaa neno. Utayaona maisha ambayo hukuyaona. Utaona njia ambazo hukuziona. Utaona ramani ambayo hukuiona ndani ya neno. Neno la Mungu. Neno. Neno. Unajua neno ndilo lililokuzaa wewe. Kwa nini unapingana nalo? Kwa nini uliheshimu neno? Tulizaliwa sio kwa mbegu iharibikayo, bali kwa neno la Mungu lenye uzima. Mandorobos. Neno limekuzaa. Kama neno limekuzaa, wewe unaitwa nani? Umetulia. Baba yangu anaitwa neno. Mtoto lazima awe na DNA za neno. Wewe kama neno limekuzaa, wewe unatakiwa kuitwa nani? Neno. Neno. Kwa hiyo mimi ni neno. Yaani badala ya watu kusoma Biblia wanatakiwa wakusome wewe. Ukicheka wanasema hivi ndivyo watu wanapaswa kucheka. Neno. Uko tayari kwa ajili ya kuomba? Jina la Yesu libarikiwe. Neno ni kama moto. Sio ni kama moto, ni moto. Kwa sababu Mungu wetu ni moto ulao. Neno lake halipishani na yeye. Mungu hajawahi kujitenga na neno, usisahau. Unapolizalau neno, unamzalau Mungu. Kuanzia leo, iambie nafsi yako na moyo wako kwamba nitatoa muda wa thamani kwa ajili ya neno. Nataka tukaombe na tutaomba neno la Mungu. Jana nilikuambia misingi kadhaa. Kuna msingi mmoja unaitwa msingi wa kimahusiano. Sema msingi wa kimahusiano.
Inaweza isifike kwenye agano, lakini mahusiano, kuna mahusiano ya kiurafiki. Urafiki unaweza kukugharimu. Urafiki. Nasikiaga watu, kila mtu anakuambia fulani ni rafiki yangu, mimi ni rafiki yangu, mimi ni rafiki yangu. Usiwe mwepesi hivyo. Urafiki unaweza kukugharimu. Roho ya kichawi iliyokaa kwenye mfumo, mlango mmoja ambao huwa inatumia ni mlango wa urafiki. Mlango wa urafiki. Itatafuta mpaka iwe karibu na wewe, karibu kabisa na wewe, karibu na wewe kabisa. Roho ya kichawi iliyokaa kwenye mfumo inaweza mpaka ikavaa kuhubiri kama ninavyohubiri, lakini imebeba roho ya kichawi. Nimekusisitiza kwenye neno. Neno huwa linafungua macho, mtu akaona. Kama una neno, hizi roho zitakuwa karibu na wewe na zinatembea na wewe pasipo wewe kujua. Unatafuta mkwamo ulio nao, kumbe kuna msingi wa urafiki ambao ulianza urafiki, lakini hao watu wameenda kukutengenezea na kukuingiza kwenye maagano usiyoyajua wewe. Alafu na huwa hatushtuki kwamba toka nilipoanza kuambatana na fulani mambo yangu ndipo yalipoanza kuharibika. Hatushtukaji wala hatushtuki. Ndio maana hadi kwenye masuala ya huduma usiambatane tu na mtu. Kuna watu utaambatana nao afu utajikuta ndio unazidi kufa kiroho zaidi. Unajua, kwenye masuala ya huduma, kiongozi wako alivyo ndivyo na wewe utakavyokuwa. Akiwa muuni na wewe utakuwa muuni. Akiwa mzembe na wewe utakuwa mzembe. Ndio maana ukiona Mungu amekuita, you have to be serious, kwa sababu madhara ya kutokuwa serious, wanaokufuata watabeba tabia zako. Usomi neno na wao hawatasoma. Uombi na wao hawataomba. Unaruhusu mambo ya dhambi nao wataruhusu dhambi. Lakini ukiwa serious na wao watakuwa serious. Ama wanataka watakuwa serious, ama hawataki watakuwa serious. Kwa nini? You are very serious. Na huwezi kujifanya kuwa serious. Neno ndilo linalokujenga kuwa hivyo. Kama unanielewa sema amina. Kwa hiyo msingi wa urafiki, andika tu hili, sitaeleza sana. Sitaeleza. Mando robos. Andika tu hiki kifungu, sitakieleza. Sitakisoma hata kukisoma, wewe utaenda kukisoma. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Ningekuonyesha mifano mingi sana, lakini ngoja nikuonyeshe tu kitabu cha Matendo ya Mitume. So nafahamu Matendo ya Mitume. Bwana asifiwe. Kama unafahamu sema amen. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 mpaka wa 12. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 mpaka wa ngapi? Wa 12. Mahali pale, njoo bebe Biblia ili nionyeshe kabisa kwamba nimemaliza. Na hivi vyote, yes, kasoro sadaka yangu. Jina la Yesu libarikiwe. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 mpaka wa 12. Kulikuwa na nabii mmoja. Biblia inamtaja, inasema nabii wa uongo, si ndio? Tena inaanza kwa kusema mchawi, alafu inasema nabii wa uongo. Inaanza mchawi, inaanza nabii. Hamjafungua Biblia. Inaanza mchawi, inaanza nabii. Inaanza mchawi. Yeye ni mchawi, lakini namna anavyotambulikana kwenye jamii ni nabii. Ila jamii inamjua kama nabii, ila Biblia ikamjua kama nabii wa uongo. Kwa sababu huwezi kuwa mchawi alafu kawa nabii wa kweli. Kwa hiyo mchawi alafu nabii wa uongo.
Unaelewa? Usio uchawi wa kawaida, ni roho ya kichawi iliyokaa kwenye system, imekaa kwenye nafasi ya unabii, nabii wa uongo. Alafu jina lake anaitwa Ba Yesu. Alafu anasema huyu ndugu alikuwa rafiki wa karibu wa nani? Wa Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yaani mwenye akili amekuwa na urafiki na nabii wa uongo aitwaye Ba Yesu, alafu mchawi. Kwa hiyo mlango uliomfanya huyu mchawi awe karibu na Sergio Paulo ni mahusiano ya kiurafiki. Na unajua kazi ya mchawi, hawezi kukaa na wewe bila mission. Akikaa na wewe ana jambo lake. Jambo lake unajua lilikuwa lipi? Kuloga moyo wa Sergio Paulo usije ukaipokea imani. Pamoja na kwamba ameita watumishi wenye upako, lakini hawezi kupokea imani. Kwa nini? Kwa sababu nabii ambaye ni mchawi yuko karibu na yeye. Kwa hiyo moyo wake unalogwa. Unisikilize, huyu alilogwa ili asije akapokea imani. Mwingine anaweza akalogwa ili asipende kusoma. Mwingine anaweza akalogwa ili asipende kufanya kazi. Mwingine anaweza akalogwa ili asifanye biashara. Kila akiwaza kufanya biashara anaishia kusema mimi siwezi. Kwanza siko interested. Kwanza sisikii msukumo wa kwenda kufanya biashara. Kumbe kashalogwa. Vitu vingi unasema usikii msukumo, kumbe wewe hauko salama. Sasa sisemi watu wote ambao wasikii msukumo wako salama. Nasema kwa aliyelogwa. Jina la Yesu libarikiwe. Unanielewa ninachosema? Na maroho ya kichawi yanafuataga watu wenye vitu. Ama una kipawa ama una akili, ndio yanakufuata. Ndio unasikia mwanangu ana akili sana, lakini amegeuka kuwa mvuta bangi. Wameshamchawika, wameshamvuruga, wanamuingiza kwenye maagano, wanamfunga asifanye chochote, asifanye lolote. Na ndio maana nawaambia watu, nyinyi mkiokoka, kataa kuwa wa kawaida. Jaa roho, jaa roho, jaa moto wa Mungu ndani yako. Soma neno la Mungu kama vile kichaa. Hakikisha unagoma kuwa mtu wa kawaida ili usichawikwe. Hicho ni Kiswahili, usichawikwe. Wasikuchawike, wasikuloge, wasikulogeze. Wasikuloge ndio Kiswahili bwana. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wamenielewa ninachosema? Inalogwa hadi ndoa, wewe hujajua tu. Inalogwa ndoa. Tuulize sisi tunaofanya maombi hapa, au waulize wahudumu ambao tunapiga hapa. Wengine wanakaa hapa mpaka saa 3 usiku. Uliza mambo yaliyoko. Uliza. Watu wanalogelezeana. Unakumbuka tukiwa wilaya fulani, wewe umepona mchungaji kwa sababu unafanya maombi. Tulienda wilaya moja, kale jamaa kameingia mpaka kwenye kwaya. Afu kazuri. Kwanza uwezi kuwaza. Unajua saizi watu wanawazaga mchawi lazima awe mbibi, awe mbabu. Ndio maana nawaambiaga wazee, ukizeeka hakikisha unazeeka na upako. Kwa sababu ukizeeka bila upako, mama yangu, wanaanza kusema atakuwa huyu ndio agenti mwenyewe. Kumbe umejichokea hivyo, unasikia usingizi, umri wenyewe umeenda. Watu wanasema usingizi sio wa bure, analoga. Kwa hakikisha una upako. Sasa na shetani anatafuta watu wenye nguvu siku hizi. Jua hao wazee watamsumbua, atafuta wenye nguvu. Tuwakuta hako, aise. Mtu yuko hadi kwenye kundi, yuko vizuri, nakumbuka, yuko vizuri. Kumbe kaloga, kaona wenzake pale kwenye kwaya kuna sauti nzuri, kaloga wote wenye sauti nzuri. Kila wakitaka kuimba nasikia tusaidie wewe, wao wanafikiri ni hali ya kawaida, kumbe kawachawika. Kawalogelezea. Afu vibaya zaidi kaenda kuloga mpaka mchungaji wake. Watu hawana adabu kabisa. Wewe unakumbuka kijana wangu alienda kuloga mpaka mchungaji wake. Afu mchungaji wake kameenda kuloga nini? Kameenda kuloga macho. Asiwe anaona. Yaani macho ya mwilini anaona, lakini ya rohoni haoni. Alafu mchungaji ndiye anakaweka karibu. Unajua ukilogwa macho ndio unamweka yule aliyekuloga karibu na wewe. Afu usikii kitu. Watu wakiongea unasema nyamazeni. Unajua saizi watu wanawazaga mchawi lazima awe mbibi, awe mbabu.
Mtumishi wa Mungu huyu kumbe kalogwa. Sijui mnanielewa ninachosema? Watu hawana adabu. Haya nikasema huyu amepata ujasiri wa kwenda kumloga mchungaji. Kaloga macho yasiyo na function. Kwenye kwaya kamaliza. Alafu mle analoga nini? Vizazi. Vizazi vya wanawake ndio anaoharibu mle kanisani. Anaharibu vizazi vya wanawake. Mabinti wanapata shida kuzaa watoto, wengine wana uvimbe tumboni, sijui uvimbe wa nini, kumbe kameloga kenyewe tu. Watu wanazidi kwenda hospitali kwenda kufanya operation za uvimbe matumboni. Kamoja tu kanatabisha kanisa zima. Sasa wewe nao unataka kuwa na wokovu tu wa kichina. Yesu ni Bwana. Ngoma zipo siku hizi, hazina utani. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa ninachosema? Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo simama. Usikubali mahusiano yoyote yaliyojengewa msingi nje ya jina la Yesu. Ndio maana saa nyingine mimi nikikutana na watu, hata ninapoomba nasema Mungu asante kwa kuwa kilichotukutanisha hapa ni jina la Yesu. Nisingemjua wewe pasipo jina lako. Kwa hiyo unapolitaja jina la Yesu, kama kuna msingi mwingine ulitaka kujenga hayo mahusiano unabomoka. Unashangaa mtu tu anakimbia, anasema sijisikii kuhusiana na wewe, kumbe kachawi. Wangapi wananielewa ninachosema? Kama unanielewa sema amen. Wengine hawajanielewa. Kuna watu unaweza ukawa nao mpaka ndani unafikiri uko salama, kumbe misingi ya kimahusiano uchawi umepita hapo na unasumbua maisha yao. Ndio maana lazima ujifunze kushughulikia, uwe huru. Haleluya watu wa Mungu. Wangapi wamenielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndani yake Kristo tunashinda na zaidi ya kushinda. Kama unanielewa sema amina. Usifikiri ushuhuda na usema tu hapa. Kuna watu hapa tukiingia kwenye maombi, kuna ngome za kichawi lazima zidondoke chini. Kuna vitu lazima vilivyowawa vilioje kuwa hai. Kuna hiyo mifumo lazima ikolapse. Hata kama inashambulia watoto wako, unasitafikiri tu ni tabia za watoto wako, kumbe wamelogwa, wameharibiwa. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Mandoro sandara bakora rimandara masaya. Kwa sababu hapa patabadilika dakika hizi, kabla hatujaenda kufanya hayo maombi, na tutakuwa na maombezi mengi. Nimekosa muda wa kukueleza ile mipango. Mwalimu anajua hapa, ile mipango ya kina Alice Balei juu ya familia za Wakristo. Nimekosa muda wa kukueleza. Na namna ambavyo unaona maroho ya ushoga huyu yalianzia mbali, mikakati yake yalianzia mbali. Shika sadaka yako. Najua hapa utaratibu utavurugika. Kwa hiyo lazima tumtolee Mungu sadaka kwa imani kwamba maombi tunayoenda kuomba jioni ya leo, misingi ya uharibifu inatakiwa kuanguka chini. Misingi ya kichawi inatakiwa ikorapse. Utaona wengine sauti za wanadamu zikisikika ndani yao. Sisi tumemshika huyu. Tunamwombea mtoto mmoja, maroho anasema anapendwa sana na baba yake, ndio maana tumemshika. Alafu uliomshika mtoto wa mtu ni mchepuko, yani mchepuko wa baba. Umekasirika kwa nini mchepuko wake unampenda mtoto? Mnanielewa ninachosema? Unanisikia ninachosema? Yani baba anachepuka, alafu mchepuko unasikia baba kila akienda kwa huo mchepuko anaongelea habari za mtoto aliyemwacha kwa mama yake. Kwa hiyo mchepuko unajisikia vibaya, unaamua kufanya mambo ya kichawi na kumwingia yule mtoto, kumzuia kabisa awe na tabia mbaya, ili baba amchukie, ili baba amkasirikie. Mambo ya kifamilia hayo.
Ndio maana tunawaambia wanaume mliooa, marufuku michepuko. Utaleta mabaraa. Watoto wako watakuwa wanateseka kwa vitu ambavyo havihusiani. Unaleta shida. Amen. Niko tayari, ninahitaji kuona unayabadilisha maisha yangu kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Kila giza lililo kwenye mifumo ya maisha yangu, jioni ya leo nitakapokuwa ninaomba mahali hapa, mbingu zako zikafunguke, zikaachilie nguvu zako, ili hivyo vifungo na hilo giza likapate kuachia katika jina la Yesu. Hebu ndulia haya kwa imani kabisa. Kabla sijaomba, niko mbele zako kutoa sadaka hii. Inifungulie mlango, inisogeze moyo wangu kwenye madhabahu yako katika jina la Yesu. Kupitia sadaka hii ninayoitoa kwa imani, mbingu zako zipate kufunguka, ili maombi nitakayoomba mahali hapa yakanyimbiwe sawa sawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natamani jioni ya leo kila muunganiko ambao umetengenezwa kupitia nguvu za giza usiwepo tena kwenye maisha yangu. Anzia kule nyuma, mkiwa mnaomba, mnaoimba taratibu kwa sauti ya chini, sio sauti in your life. You will never be the same. You will never be the same. You are unstoppable. Kuanzia hapa unapotokea kwenye hii madhabahu, you will never be the same in your life. You will never be the same. Na mapepo yanajua hii lugha ninayoongea, na wachawi wanaelewa, na mawakala wa giza na kuzimu nayo inaelewa kwamba you will never be the same. Damu ya Yesu ina uwezo wa kukufuata mahali ambapo watumishi wasingeweza, lakini damu ya Yesu ina uwezo wa kufuata kizazi chako mahali ambapo hakuna mtu angekufuata. Mandorobos. Moto unaenda kuwaka hapa. Moto unaenda kuwaka hapa. Lazima watu wachomolewe. Lazima watu watoke. Shetani unajua kwamba lazima watu watoke. Lazima watu watoke. Roho Mtakatifu yuko hapa. Lazima watu watoke kwenye hayo mateso ambayo umewafanya yaonekane kwamba ni maisha yao. Now it is your time. Huu ndio muda ambao watu hao lazima watoke. Kwa mikono yako, usimwangalie jirani yako, usimwangalie mtu uliyekaa naye. Hii ni hatima yako na Mungu. Hii ni hatima yako na Mungu peke yako. Tunapoomba maombi haya, kuna watu nguvu za Mungu zitawashukia kwa namna isiyokuwa ya kawaida, kwa sababu leo ni hitimisho. Kuna watu mapepo hayatastahimili ndani yao. Hizo roho za maagano na roho za mashetani ambazo zimekaa na kuweka nafasi hazitaweza kuvumilia, kwa sababu hii ni saa ya Bwana. Hii ni saa ya Mungu mwenyewe. Hii ni saa ya Mungu aliye hai. Haiwezekani watoto wako
shetani. Yesu amekuokoa wewe, sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya kizazi chako pia. Kabisa, 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 kabisa. Usimwangalie jirani yako, tazame Yesu msalabani. Wakati anasema imekwisha, kuna mizigo inatakiwa kubaki hapa, hautaki kwenda nayo nyumbani. Kuna mizigo inatakiwa ibaki hapa, hautakiwi kwenda nayo nyumbani. Leo kuna mizigo inatakiwa iachwe hapa. Nyanyua mikono yako, fuatana na mimi maombi haya. Fuatana na mimi maombi haya sasa. Fuatana na mimi maombi haya. Tamka kwa imani. Kwa Mungu yote yanawezekana. Mandorobosi. Kwa Mungu yote yanawezekana. Mandorobosi na bakora. Kwa Mungu yote yanawezekana. Jamani, kwa Mungu yote yanawezekana. Mandorobosi. Nyanyua mikono yako, fuatana na mimi maombi haya. Ninaona familia moja inatembelewa hapa na Mungu. Fuatana maombi haya. Sema, ee Mungu uliye hai. Paza sauti yako. Haya ni maombi ya vita. Haya ni maombi ya kumruhusu Mungu apigane kwa niaba yako. Kwa niaba yako. Kwa niaba yako. Sema, ee Mungu uliye hai. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimeinua mikono yangu, shala ya kunyenyekea na kusalenda kwako, na kukiri ya kuwa sina Mungu mwingine isipokuwa wewe. Jioni ya leo ni jioni yangu, kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia yangu, katika jina la Yesu. Familia hai, katika jina la Yesu. Ninaomba toba, ninaomba toba juu ya makosa na dhambi na kutotii sauti yako, hata nikaruhusu mahusiano yasiyoamuliwa na wewe, ambayo hayakuhusiana na wewe. Nimejiingiza kwenye unafiki na watu nisiowajua. Wengine wamebeba roho za mchawi na wametumia huo mlango kushambulia maisha yangu, kushambulia familia yangu. Jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba toba. Nirehemu Bwana, nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, kwa kutokuwa makini hata uliponionya, hata uliponipa ishara, sikuwa tayari kutii. Bwana, jioni ya leo niko mbele zako, ninaomba unirehemu. Nirehemu Bwana, rehemu familia yangu, rehemu uzao wangu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Imeandikwa kwa kusubiri Bwana wa Mungu alidhihirishwa ili asivunje kazi za ibilisi. Ee Mungu uliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninasimama kwenye ulimwengu wa roho, katika damu ya Yesu. Ninafunika maisha yangu, ndugu zangu, kazi zangu, ninazifunika
kupitia damu ya Yesu. Na neno lako linasema umenipa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hatuna kitakachonizuru. Mungu uliye hai, sawasawa na neno lako, jioni ya leo ninasimama kwa ujasiri kabisa mbele za uso wako kupitia damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Msingi wowote uliojengwa utapitisha roho ya kichawi kushambulia familia yangu jioni ya leo. Msingi wowote uliojengwa utapitisha roho ya kichawi kushambulia watoto wangu, kunishambulia mimi mwenyewe jioni ya leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninabomoa huo msingi, hayo mahusiano, huo muunganiko kwenye ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Enyi wachawi mnaotumia nafasi ya urafiki kushambulia maisha yangu, watoto wangu, jioni ya leo ninawabomoa kwa damu ya Yesu. Achia maisha yangu, achia familia yangu, achia uzao wangu, achia watoto wangu, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Sijasikia sauti ya kurusila. Nenda mbele za Bwana, amrisha Yesu kwenye familia yako wote. Fungua hiyo misingi, fungua hiyo misingi, fungua hiyo misingi ya kuzao. Mandorobosa rabasana bakora limandala wasaya, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio hiyo misingi inaanguka, hiyo misingi inaanguka, hiyo misingi inaanguka. Mandorobosa rabasana bakora limandala wasaya. Piga hiyo misingi, piga hiyo misingi, piga hiyo misingi, piga hiyo misingi, piga hiyo misingi. Inabomoka, 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 inabomoka kwa damu ya Yesu. Pima.
wanapendwa vichwa vyao, wanapendwa vichwa vyao. Yes, 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 yes. Tayari, tayari, endelea, tayari, tayari wanapigwa, tayari wanapigwa, tayari, endelea, 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 endelea. Hicho walichokiweka duniani kinatoka, 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 kinatoka. Kila walichokipanda kinatoka kwenye maisha yako, kinatoka. Yes, 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 yes. Hallelujah, yes. Wanaachia huduma yako, wanaachia huduma yako, wanaachia uchumi wako, wanaachia uhai wako, wanaachia afya yako. Endelea mama, endelea, endelea kusema, endelea. Unachomoka, unachomoka, unachomoka wewe kwenye hiyo hali, unachomoka, unachomoka. Endelea, endelea. Usimwangalie jirani yako. Leo ni leo, leo ni leo, leo ni leo, leo ni leo, leo ndio siku yako, leo ndio siku yako, leo ndio siku yako. Wasikuzoee, wamekupea siku ya kosa, lakini leo ni siku yako, lakini leo ni siku yako, lakini leo ni siku yako. Mandela Rosa, la mashakala wako, Yes.